Kutokuona vitu kwa macho yako haina maana havipo. Ukishindwa kuona, havishindwi kuwepo. Ukishindwa kuona, havishindwi kuwepo. Usiwahi kuchukulia vitu kawaida. Kuna vitu tunavichukulia nomo sana kama vitu vya kufikirika, lakini uhalisia ni kwamba vipo na ni halisi. Tuna ripoti nyingi na muda hututoshi kupitia zote. Nyingi za kutisha, nyingi za kufikirisha, kuthibitisha kwamba vile vitu tusivyoviona kwa macho ya damu na nyama vipo na ni halisi. Kitu cha kwanza, uwepo wa Mungu. You can't see your heart, but it is always there. Huwezi kuona hisia ukiutoa moyo wako, lakini zipo. Huwezi kuona upendo, lakini upo. Vile vile huwezi kumuona Mungu, lakini upo. Unaweza kuona sehemu ya taswira yake endapo utajaribu kujitazama usoni. Angalia kwenye kioo, yaangalie macho yako kwa makini. Focus kwenye mboni yako ya jicho. Wow, so beautiful. Mungu yupo hapo. Ila namna watu wanamfafanua na kumwelezea uwepo wake, watu ndio wanakosea na kufanya jamii ama watu wabaki kwenye mitazamo hasi kumuhusu Mungu. Ila Mungu yupo na ni halisi. Wengi wakijaribu kumfafanua Mungu, wanamfafanua kama kiumbe fulani ambacho kimekaa kwenye ikulu yake huko juu, ambacho kazi yake ni kutumbulia watu macho na kuhukumu watu makosa yao. Ila Yesu na manabii waliokuja hapa duniani hawakumfunua Mungu kwa taswira hiyo. Maandiko yaliyoandikwa yamekaa kiufunuo. Ukiingia kwenye ufunuo utajua sura halisi ya Mungu na kwamba kwa hakika yupo. Ukisema ni kuoneshe alipo, siwezi endapo hujaingia ndani ya huo ufunuo wa kumpata Mungu. Ngoja nikupe mfano. Nikisema Njombe kuna baridi, hata nikikutumia picha nikiwa Njombe, huwezi kuelewa. Picha itakuja lakini baridi haitaruka kwa WhatsApp. Baridi haitakufikia kwa njia ya simu yako. Inabidi uje Njombe, ufike kabisa, ili baridi ipige ngozi yako, ndipo utajua kwamba ipo. Kutokuihisi hakuna maana haipo. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 17 imeandikwa, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita Yesu Kristo alitembea duniani, akaanza kufundisha watu namna watu wanaweza kuishi kama Mungu. Miongoni mwa mafundisho yake aliwahi kusema kwamba huwezi kusamehewa na Mungu kama hujasamehe hawa watu unaowaona kwa macho ya damu na nyama. Means kwamba hata kama waliokukosea ni waovu kiasi gani, usipopitisha msamaha, Mungu hatakupendelea. Why? Because vyote na wote walioumbwa wameshikana na Mungu. Wao ni sehemu ya kazi ya Mungu duniani. Sasa namna mfumo huu unavyofanya kazi, huwa unatafsiriwa kitofauti mno. Bible inasema kwamba anayeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Maana yake hakuna hukumu ya baadaye, ila hukumu yote inaanzia hapa hapa duniani. Why? Because Mungu hayupo mbinguni peke yake. Huyo hakimu tunemtegemea kwamba tutamuona baada ya kufa, tayari yupo hapa hapa duniani. Kutenda dhambi ni aidha kutendea watu wengine au kujitendea mwenyewe. Inakuwa hukumu kwa sababu hao watu na hata wewe mwenyewe ni sehemu ya Mungu. My God. Kila uumbaji mkubwa haukujitokeza. Alikuwepo muumbaji aliyeweka kazi yake njema katika hivyo vitu. Utaita karma, utaita sijui mfumo wa nature, utaita mother nature, ila haibadilishi uhalisia wake kama muumbaji. Yeye anaitwa Mungu mkuu na aliye juu ya vyote na uumbaji wote. Kitu cha pili ni malaika wake. Muumbaji ameweka viumbe waangalizi ambao wapo kila mahali, sio kwa ajili ya kuandika taarifa zako za uovu. Wapo kama sehemu ya kazi yake katika ulimwengu wote aliyoumba. Baada ya mwanadamu kuumbwa, hawa viumbe waliwekwa kama sehemu ya waangalizi kwa viumbe wengine, kwa ajili ya kukutumikia. Wana uwezo wa kuvaa miili, na sio miili ya watu tu, hata miili ya wanyama. Na hiyo yote ni kwa ajili ya kukulinda tu. Unaweza ukashangaa paka anapigana na nyoka, kumbe ni wewe ndio ulitakiwa kupigana na huyo nyoka. Unaweza shangaa kuku anaingia ndani kwako ghafla, anaanza kutafuta kitu, ghafla anatoa tandu mkubwa au buibui ambaye angekuwa hatari kwako. Kwenye ile sehemu yako, wao wanafanya kazi ya kukuepusha na yale usiyoweza. Wanaweza kuvaa hata miili ya watu. Mtu akasafiri na wewe njiani kabisa kutoka mkoani mpaka unapoenda, kumbe yeye ndiye malaika. Akakutunza kwenye gari, kisha akatoweka.
Hutawahi kumuona tena, hata uperuzi Facebook mpaka Google. Hutawahi kumuona hata ChatGPT hata kuambia kwamba huyo mtu alikuwa nani. Wapo wengi mno. Kuna mambo unayaweza kiajabu, sio kisa you are so smart. Nope. Wapo. Hata ukiacha kuwaamini kwamba malaika wapo, bado ataendelea kuwepo, ila udhihirisho utakuwa mdogo kwako. Waebrania sura ya 1 mstari wa 14. Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Bible inaelezea kwamba wao ni wahudumu wa ulimwengu. Ni kama mashemasi wa hii dunia. Wengine wanadili na jua. Yes, jua ile unaloliona. Kuna wengine pia wanadili na mvua, wengine wanadili na mavuno, na wengine wanadili kuhakikisha sheria za Muumbaji zinatimizwa kama ilivyo ada. Kitu kingine ni vita vya kiroho. Aidha unaamini kwamba rohoni kuna vita au hauamini kabisa kwamba rohoni kuna vita. Nataka ujue kitu kimoja, vita iko pale pale. Na vita ya kwanza kabisa ni kati ya uovu na wema, kati ya giza na nuru. Upande ambao utauchagua basi utawajibika kupambana sehemu ya vita hiyo. Ngoja nikupe mfano. Mwanajeshi wa nchi anaenda vitani na kupigana bila sababu, endapo tu taifa lake litaingia katika vita. Sio kwamba yeye mwanajeshi ndo katukanwa au anataka vita, ila serikali aliyopo ikipambana ni yeye atakaye kuwa sehemu ya vita hiyo. As long as ni mwanajeshi, itamlazimu apigane. Maana yake rais na rais wakikosana, watakaopigana ni wanajeshi, aidha wametaka au hawajataka, ila ni kwa sababu hapo ndani ya hiyo serikali wanalazimika kupigana wao, hata kwa mawazo ya wanasiasa. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mchawi anaweza kushindana kwa kupiga vita bila sababu, na hii ni kwa sababu serikali iliyopo inataka vita na watu wa aina yako. Ngoja nirudie. Mchawi anaweza akakupiga vita ama akakuchukia bila sababu, sio kwa sababu anataka, ila kwa sababu upande alioko, serikali anaitumikia, inapinga watu wa aina yako. Kwa hiyo yeye hana chaguo lingine zaidi ya kupambana kinyume chako. I hope you get that. So vita iko pale pale. Kitu kingine ni mbingu. Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Bible inasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Miongoni mwa vya kudumu ni ufalme wa Mungu. Mbingu ni halisi. Dini ziko nyingi, lakini zote zinaisema mbingu kwa misamiati tofauti. Kuna wanaosema kwamba ukifa unazaliwa tena kisha unaishi maisha matamu sawa na ulioyaishi hapa duniani. Wako sahihi, kwa sababu ufalme unaotumikia huko duniani ndio utakaoamua hatima yako baada ya kuondoka hapa duniani. Hata mbinguni pia kule nako kuna kuishi. Kuhusu kuzaliwa sio shida, kwa mbinguni pia kuna miili mipya. Kuna wale wanaosema ukifa unazaliwa upya. Mbinguni pia Bible inasema ukifa mwili utakao uchukua kule sio huu, ni mwingine. Kwa hiyo tunaweza tukaielezea kama reborn experience, kama uwezekano wa kuzaliwa upya. Tofauti tu ni kwamba haijastate kwamba ukizaliwa utatakiwa unyonye. No. So ukija ukiangalia na ukachunguza kwa makini, kuna wengine wanasema unazaliwa kwenye ulimwengu mwingine, kwenye dimension nyingine, ama kwenye universe nyingine, lakini maisha yako yatafanana na ile namna ulivyoishi na watu hapa duniani. Kama ulitesa watu na wewe utazaliwa tena ukiwa katika hali ya mateso. Hiyo ni sawa na kuelezea jehanamu na mbinguni. So mbingu ni halisi. Mbingu ni halisi. Acha kukaza akili yako, acha kukaza fuvu lako. Heaven is real. Lakini kitu kingine ni kuzimu. Watu wengi nikielezea pointi hiyo unaweza kusema najaribu kuwatisha ili waache madhambi. Kama unatwanga madhambi yako twanga, lakini jua hiyo haibadilishi uhalisia kwamba kuzimu ni halisi na ipo na inakungoja watu wabishi na wajeuri kama wewe. Kuzimu ipo, ni halisi. Haya ni makao ya waovu wote na viovu vyote. Na kuna watu hapo duniani lakini ndoa zao ni sawa na jehanamu. Ni sawa, yani ni kama wako kuzimu tu. Hiyo ni picha halisi ya kitakachoendelea katika umilele. Luka 16:23 nasema, basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Bible haisemi kuzimu watu wataenda baada ya miaka mingi, wajaejae kwanza. Yani kwamba sasa hivi wamekaa na tusubiri wajaejae kwanza. Hapana, inasema kuzimu ni immediately, kwamba ukishavuta kamba duniani, safari hiyo straight unajikuta kuzimu. Inategemea na matendo yako tu. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana ambacho nataka ukipate ama ujue kwamba kipo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, msaidizi wa karibu sana na kipenzi cha watu wanaompenda.
Kila mtu mwenye mwili kuna roho lazima imuongoze. Mbali na malaika kama roho zitumikazo, zipo roho kuu mbili ambazo ni kubwa. Kuna roho ya uovu na roho ya utakatifu. Huyu sasa Roho Mtakatifu ni halisi, sio nguvu tu, ni halisi, ni roho halisi, sio nguvu tu inayotembea. Yeye ni halisi, na nataka ujue habari zake leo hii kupitia video hii. Malaika wanakusaidia lakini hawaingii ndani ya mwili wako, lakini huyu Roho Mtakatifu anaweza kuingia ndani ya mwili wako. Hiyo tamaa na kiu ulioshindwa kuiacha, huyu ndo mambo yake hayo. Mpatie yeye, atakusaidia. Na cha ajabu zaidi, unaposikiliza nao, yupo hapo ulipo na anataka kusaidia. Nguvu zake tayari zipo hapo, kupitia simu yako, kupitia laptop yako, ama kupitia kifaa chochote unaposikia sauti hii. Ukimruhusu tu aingie ndani yako, huyu atakuongoza katika kila njia iliyo njema. Atakuongoza katika kila njia iliyo na utukufu. Unachohitaji ni kimoja, jisemee tu nafsini mwako, Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, nisaidie tu. Nisaidie tu. Ghafla ataanza kukuongoza zaidi ya upeo wako. Atakuonesha wapi pa kuweka mtaji ili upate pesa zaidi. Anachotaka ni utambue tu uwepo wake na uongozi wake. Yesu anasema huyo Roho Mtakatifu ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala umtambui, bali ninyi, yani wewe unanisikia, utamtambua pale atakapokaa ndani yako. Na atakapokaa ndani yako atadumu kuwa ndani yako. Ukimtambua tu uwepo wake, ukiona tu nafasi yake, anaanza kazi yake. Mpe nafasi, usimzuie. Yupo kwenye mlango wa moyo wako sasa hivi. Na kama uliacha kumsikiliza, ulipuuza ndoto anazokupa, basi rafiki, jua anataka kurudi tena katika nafasi yake kwako. Anakupenda the way you are. Anakupenda na dhambi zako, wala hana haja ya kukuhukumu. Amekuja kusaidie. Upendo unaotafuta kwa watu tayari ameshakupa. Usiuhangaikie tena kwa watu kutafuta attention ya watu. Usihangaike kwa watu kutafuta upendo, watu wakupende. Huyu tayari anakupenda na yupo hapo ulipo. Why usimpe nafasi? Come on. Why usimruhusu aingie ndani yako? Why usimruhusu afanye kitu? My God, ninakuombea wakati unatazama video hii, nguvu ya Roho Mtakatifu ianze kutembea na wewe. Ianze kutembea na wewe. Na naomba nikukumbushe tu kwamba huu ni mwanzo wa project hii inaitwa Simu Yako ni Madhabahu. Tunatamani kwamba kupitia simu yako hiyo ikawe madhabahu halisi ya wewe kukutana na Mungu, kukutana na neno litakaloinua imani yako. Leo hii kupitia simu watu wanaweza kufanya biashara, wanaweza kuingia kwenye masoko ya mtandao, wanaweza kuingia kwenye makasino ya mtandao, wanaweza kufanya sex chat, wanaweza kufanya mambo mengi kede. Lakini kupitia simu hiyo hiyo tunataka tuachilie revival, tuachilie mgeuko. Kupitia simu hiyo hiyo watu wakutane na Mungu, badala ya kukutana na makasino, wakutane na sauti ya Mungu, wakutane na Mungu ana kwa ana. Simu zao zigeuke kuwa madhabahu na maisha yao kubadilishwa jumla, maisha yao kugeuka jumla, kutoka kwenye addiction, kutoka kwenye mifumo ambayo iliwagandamiza, mifumo ya kiteknolojia. You see? Unaweza ukaianointi simu yako na kuanzia leo haitatumika kuangalia tena mikanda ya ngono, haitatumika tena kufanya sex chat. Kuanzia leo ikatumike kama madhabahu ya Mungu kukutana na wewe. Video unazo scroll zikawe ni video ambazo zinainua kiwango chako cha imani. Subscribe katika channel hii, follow katika channel hii, kwa maana huu ni mwanzo na tutaendelea mpaka mtu mmoja abadilike. Tutaendelea mpaka maisha ya mtu fulani abadilike. Share na watu ili simu yako ikawe ni madhabahu ya kugusa maisha ya watu wengi. Hii ni moyo wa dimu. Tuko 1% tu. Ni moyo wa kipekee ambao hapa duniani watu wengi hawana matumaini kama upo, lakini hakika upo. Kwa maana lipo tumaini katika mti uliokatwa, kwa harufu ya maji utachipua. Mimi naitwa Deogratius na ninakuombea wakati una subscribe, una like na una share video hii, Mungu akakutane na maisha yako kama unavyoshare, na Mungu akakutanisha na watu sahihi, akakukutanisha na wadau sahihi wa kibiashara, wabeba hatima, destiny helpers watakao kuinua. Kama unavyo like video hii, watu wakalike bidhaa zako, wakalike biashara yako, wakalike jina lako, wakalike sauti yako, wakalike mfumo wako maisha, na wakavutiwe na wewe zaidi. Neema ya kukubalika iambatane na wewe. God bless you.